Tarehe ni 20 Agosti mwaka 1977. Roketi inapaa kutoka Cape Canaveral, Florida, ikiwa imebeba chombo kidogo cha angani kilichoitwa Voyager 2. Wiki mbili baadaye, tarehe 5 Septemba mwaka huu wa 1977, NASA ilizindua chombo kingine, Voyager 1. Wakati huo hakuna aliyejua kwamba vyombo hivi viwili vingekuwa miongoni mwa mashine zilizofanikiwa zaidi katika historia ya uchunguzi wa anga. Vilikuwa vimetengenezwa kwa ajili ya kuchunguza sayari kubwa za nje ya mfumo wa jua. Lakini safari yao haikuishia kwenye sayari. Miaka ikapita, Voyager zikavuka sayari moja baada ya nyingine. Zikatuma picha ambazo binadamu alikuwa hajawahi kuziona. Zikagundua mambo mapya kuhusu ulimwengu huu wetu wa karibu. Na hatimaye zikaondoka kwenye eneo linalotawaliwa na jua na kuingia katika nafasi kati ya nyota, yani interstellar space. Na jambo la kushangaza zaidi ni hili: karibu miaka 50 baada ya kuzinduliwa, bado tunaweza kuwasiliana nazo. Lakini kwa nini NASA ilizituma? Ziligundua nini? Na leo Voyager 1 na Voyager 2 ziko wapi? Hii ndiyo safari ya vyombo viwili vilivyokwenda mbali zaidi kuliko vifaa vingine vyovyote vilivyowahi kutengenezwa na mwanadamu. Mwaka wa 1977 kulikuwa na jambo la kipekee katika mfumo wa jua. Sayari kubwa za nje, yani Jupiter ama msharihi, Zohali, Uranusi na Neptuni zilikuwa katika mpangilio ambao ungewezesha chombo cha anga kutembea sayari kadhaa kwa kutumia msaada wa nguvu ya uvutano. Hii ndiyo ijulikanayo kama gravity assist. Kwa lugha rahisi, chombo kinapopita karibu na sayari, mvuto wa sayari hiyo unaweza kubadilisha mwelekeo wa chombo na kukipa msukumo zaidi. Ni kama kutumia sayari kama kombeo la angani. NASA ilitumia fursa hii kupanga safari ambayo ingeweza kuipeleka Voyager 2 kutoka Jupiter hadi Zohali, kisha Uranusi na Neptuni. Kwa kweli, wahandisi walichunguza maelfu ya njia zinazowezekana kabla ya kuchagua njia zilizofaa. Na hapa ndipo safari ikaanza. Voyager 2 ilizinduliwa kwanza, lakini jina lake linaweza kukuchanganya. Kwa nini Voyager 1 ilizinduliwa baadaye? Lakini hiyo ndio iko mbali zaidi. Sababu ni kwamba Voyager 1 ilipewa njia ya haraka zaidi. Ilipita karibu na Jupiter na Saturn kwa njia iliyoipelekea kwenye mwelekeo tofauti na Voyager 2. Na tarehe 15 Disemba, Voyager 1 tayari ilikuwa imepita Voyager 2. Kisha safari ya sayari ikaanza. Mwaka wa 1979, Voyager 1 ilifika Jupiter. Hapo ndipo dunia ilianza kuona mfumo wa jua kwa macho mapya. Voyager ilipiga picha za karibu za Jupiter na miezi yake. Na miongoni mwa mambo yaliyogunduliwa kulikuwa na ushahidi wa volkano hai kwenye Io, mwezi mmoja wa Jupiter. Fikiria hilo. Kabla ya Voyager, binadamu alikuwa hajawahi kuiona shughuli za volkano zikitokea kwenye ulimwengu mwingine kwa karibu namna hivyo. Voyager 1 pia iligundua pete nyembamba kuzunguka Jupiter na miezi miwili mipya iliyokuja kuitwa Thebe na Metis. Safari haikuishia hapo. Mwaka 1980, Voyager 1 ilifika kwenye sayari ya Zohali. Na Zohali ilikuwa ni ulimwengu mwingine kabisa. Sayari yenye pete zake kubwa za kuvutia ilikuwa imejifunua mbele ya kamera za Voyager. Voyager 1 ikachunguza pete za Zohali, anga hewa yake na miezi yake. Iligundua pia miezi kadhaa mipya na pete mpya iliyokuja kujulikana kama G-ring. Lakini kulikuwa na tatizo. Njia ya Voyager 1 baada ya Zohali ilielekeza mbali na Uranusi na Neptuni. Kwa hiyo Voyager 1 haikuendelea na ziara hiyo. Baada yake ilianza safari yake ya kwenda mbali zaidi. Na Voyager 2 ikachukua jukumu ambalo lingefanya historia. Baada ya kufika mshtarii na Zohali, Voyager 2 iliendelea kuelekea Uranusi. Mwaka wa 1986,
ikawa chombo cha kwanza cha mwanadamu kufika Uranusi, na hadi leo bado ni chombo pekee ambacho kimewahi kufika safari ya karibu kabisa na sayari hiyo. Miaka mitatu baadaye, mwaka 1989, Voyager 2 ilifika Neptuni, na kwa mara ya kwanza ikawa chombo cha kwanza na bado cha pekee cha mwanadamu kwa kutembelea Neptuni kwa karibu. Kwa hiyo Voyager 2 ikawa chombo cha kwanza na hadi sasa cha pekee kilichotembelea sayari zote 4 kubwa za nje ya mfumo wa jua: Mshtarii, Zuhali, Uranusi na Neptuni. Na picha nyingi tunazozifahamu za Uranusi na Neptuni zilitokana na safari hiyo. Kwa Voyager 2, mishoni ambayo awali ilikuwa imepangwa kuchunguza sayari 2 tu, ilikuwa imegeuka kuwa safari ya kihistoria kupitia sayari 4. Lakini bado kulikuwa na safari kubwa zaidi mbele yao. Baada ya Voyager 1 na Voyager 2 kumaliza kukutana na sayari kubwa, NASA haikuzirudisha. Hazikuwa na mahali pa kurudi. Ziliendelea kwenda nje. Na sasa swali likawa kubwa zaidi. Mfumo wa jua unaishia wapi? Jua halitoi mwanga pekee. Pia linatoa mkondo wa chembe zenye nishati zinazoitwa solar wind. Mkondo huo unaenea kutoka kwenye jua letu na kuunda eneo kubwa linalozunguka mfumo wetu wa jua. Eneo hili linaitwa heliosphere. Unaweza kufikiria kama bubble kubwa ya jua inayotutenga na mazingira katikati ya nyota, yani interstellar space. Lakini bubble hii ina mpaka, na Voyager zilienda kwenye mpaka huo. Tarehe 25 Agosti mwaka 2012, Voyager 1 ilivuka mpaka wa heliosphere na kuingia katika kile kinachoitwa interstellar space, yani nafasi kati ya nyota. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa chombo kilichotengenezwa na mwanadamu kufika eneo hili. Miaka 6 baadaye, Voyager 2 nayo ilivuka mpaka huo mwaka wa 2018. Na mpaka leo, Voyager 1 na Voyager 2 ndizo vyombo pekee vya mwanadamu ambavyo vimefanya kazi nje ya heliosphere. Hii ni moja sababu zinazofanya Voyager kuwa muhimu sana. Haziko tu mbali, zinachunguza mazingira ambayo hakuna chombo kingine cha mwanadamu kimewahi kuchunguza kutoka ndani yake. Lakini sasa tunaweza kuuliza, Voyager 1 iko wapi leo? Voyager 1 ndio kitu kilichotengenezwa na mwanadamu kilicho mbali zaidi kutoka duniani. Na sasa iko zaidi ya kilomita bilioni 25 kutoka duniani. Na inaendelea kuondoka katika mfumo wetu wa jua kwa kasi ya takriban kilomita bilioni 5 kwa mwaka, au karibu vitengo 3.5 vya anga kwa mwaka. Umbali huu ni mkubwa kiasi kwamba ukituma amri kutoka duniani kwenda Voyager 1, ujumbe huo huchukua takriban saa 23 kufika kule. Na jibu likirudi, unahitaji kusubiri zaidi ya saa nyingine 23. Kwa hiyo, mawasiliano kwenda na kurudi yanaweza kuchukua takriban siku 2. Huwezi kuliamuru kama drone. Unatumia amri, unasubiri na unasubiri. Voyager 2 iko nyuma kidogo. Iko zaidi ya kilomita bilioni 21 kutoka duniani na inaendelea kusafiri nje kwa kasi ya takriban vitengo 3.1 vya angani kwa mwaka. Signal kutoka kwa dunia kwenda kwa Voyager 2 huchukua takriban saa 19 na nusu. Na bado, licha ya umbali huo mkubwa, wahandisi wa NASA wanaweza kutuma amri kwa vyombo hivi na kupokea taarifa kutoka kwao. Lakini kuna tatizo moja kubwa: nguvu. Voyager hazitumii paneli za jua. Badala yake, zinatumia vifaa vinavyoitwa radioisotope thermoelectric generators au RTGS. Vifaa hivi hutumia joto linalotokana na kuoza kwa plutonium kuzalisha umeme, yani nuclear fission. Lakini chanzo hicho cha nguvu kinapungua polepole. NASA inasema kila Voyager inapoteza takriban wati 4 za nguvu kila mwaka. Kwa chombo ambacho kimekuwa angani tangu mwaka wa 1977, hiyo ni changamoto kubwa. Kwa hivyo NASA imefanya jambo ambalo linaweza kusikika kama la kushangaza. Wanazima vifaa.
si kwa sababu vimeharibika, bali kwa sababu wanataka kuokoa nguvu iliyobaki. Kufika mwaka wa 2026, NASA tayari imezima baadhi ya vifaa vya kisayansi kwenye Voyager zote mbili. Tarehe 17 Aprili mwaka huu wa 2026, NASA ilizima kifaa kingine kwenye Voyager 1, Low Energy Charged Particles Instrument, ili kuokoa nguvu. Baada ya hatua hiyo, Voyager 1 bado ilikuwa na vifaa viwili vya kisayansi vinavyofanya kazi: kifaa kinachochunguza mawimbi ya plasma na kifaa kinachopima unga wa sumaku. Vyote vinaendelea kukusanya taarifa kutoka eneo ambalo hakuna chombo kingine cha mwanadamu kimewahi kuchunguza. NASA pia inaendelea kuchunguza matumizi ya nguvu kwa kuzima hita na mifumo mingine isiyo muhimu. Ni vita dhidi ya muda. Kila watt ni muhimu. Kila kifaa kinachozimwa kinaweza kuongeza muda wa maisha ya misheni hii. Lakini kuna kitu kingine cha kushangaza kilichobebwa na Voyager: Golden Record. Kila Voyager imebeba diski ya dhahabu yenye picha, sauti, muziki na salamu kutoka duniani. Ilikuwa kama ujumbe mdogo uliowekwa kwenye chombo kinachoenda kwenye giza la anga. Ujumbe kwa yeyote ambaye huenda siku moja atakutana na Voyager. Ndani yake kuna sauti za dunia, muziki, lugha, picha na taarifa kuhusu sisi wanadamu. Ni kama wanadamu waliandika barua kwa ulimwengu, wakaifunga kwenye chupa na kuitupa kwenye bahari isiyo na mwisho. Tofauti ni kwamba bahari ni anga na chupa hiyo inaweza kuendelea kusafiri kwa muda mrefu sana baada ya sisi kutokuwepo. Lakini je, Voyager zitaenda wapi? Hazielekei kwenye sayari nyingine, wala hazielekei kwenye nyota fulani ambayo zitafika hivi karibuni. Zinaendelea tu kusafiri kupitia nafasi kati ya nyota, na umbali huo ni mkubwa kupita uwezo wetu wa kawaida wa kufikiria. Kwa mfano, NASA inakadiria kwamba miaka ya 40,000 kutoka sasa, Voyager 1 itapita ndani ya takriban miaka ya mwanga 1.7 kutoka kwenye nyota AC+ 973888. Voyager 2 upande mwingine itakuwa karibu na nyota Ross 241 kwa umbali unaokadiriwa wa miaka ya mwanga 1.7 katika kipindi cha takriban miaka 40,000 kutoka leo. Lakini hata hiyo sio maana kwamba zitafika kwenye nyota hizo. Miaka ya mwanga 1.7 bado ni umbali mkubwa sana. Voyager zitaendelea kupita tu karibu na maeneo hayo ya anga. Na kuna jambo ambalo linafanya safari hii kuwa ya ajabu zaidi. Voyager 1 na Voyager 2 hazikujengwa kwa ajili ya kufanya kazi kwa karibu miaka 50. Ziliundwa kwa ajili ya misheni ambayo ilikuwa fupi zaidi, lakini zikafanya kazi, na zikafanya kazi tena sana na tena zaidi. Na kila zilipopita mpaka mmoja, NASA iliwaongezea lengo jingine. Mushtarihi, Zohali, Uranusi, Neptuni, Heliopause, Interstellar Space. Kila hatua ilikuwa zaidi ya matarajio ya awali. Leo Voyager 1 na Voyager 2 hazina kamera zinazofanya kazi. Kamera zao zilizimwa miongo kadhaa iliyopita ili kuokoa nguvu, na kwa sababu tena hazikuwa na sayari za karibu za kupiga picha. Kwa hiyo hazitumi picha kutuonyesha zilipo sasa. Baada yake tunategemea vyombo vilivyosalia kupima mazingira ya anga kama uga wa sumaku na mawimbi ya plasma. Na bado zinatuma data, lakini nguvu inapungua, na siku moja signal itazimika. Hakuna tarehe sahihi ya kusema, na hii ndiyo siku ambayo Voyager itaacha kufanya kazi, kwa sababu mifumo yake imekuwa ikizeeka kwa njia ambazo haziwezi kutabiriwa kikamilifu. Lakini NASA itaendelea kufanya kila iliwezalo kuongeza muda wa maisha ya misheni. Na hapo ndipo hadithi ya Voyager inapokuwa kubwa kuliko sayansi yenyewe, kwa sababu Voyager 1 na Voyager 2 ni ushahidi kwa kile kinachowezekana kutokea wakati binadamu wanapochanganya udadisi, sayansi, hesabu, uhandisi na uvumilivu. Mwaka 1977 tulizituma kwenda kuchunguza sayari. Leo moja iko zaidi ya kilomita
bilioni 25 kutoka nyumbani. Nyingine iko zaidi ya kilomita bilioni 21. Zote ziko nje ya bubble ya jua, na bado dunia inazisikia. Ujumbe wao unakuja kutoka kwenye giza, ujumbe ambao umetumia zaidi ya saa 19 au zaidi ya saa 23 kufika huku. Na kila signal inapofika hapa inatukumbusha kitu, kwamba mahali fulani mbali sana na dunia kuna mashine ndogo iliyotengenezwa karibu nusu karne iliyopita, ambayo bado inaendelea kufanya kazi, inaendelea kusafiri, inaendelea kutuma taarifa, na inaendelea kusonga mbele. Siku moja nguvu zake zitakapokwisha kabisa, Voyager zitatulia, lakini hazitasimama. Zitaendelea kusafiri kupitia anga, kimya, bila injini inayowaka, bila mtu ndani yake, zikiwa zimebeba golden record, kumbukumbu ndogo ya dunia. Na labda baada ya maelfu au hata mamilioni ya miaka, mtu mwingine atawahi kuiona, labda ustaarabu mwingine, labda hakuna yeyote. Lakini ikiwa siku hiyo itawahi kufika, tutakuwa na ujumbe mdogo kutoka kwenye sayari ndogo iliyozunguka nyota moja. Hapo ndipo tulipotoka, na hiyo ndiyo hadithi ya Voyager 1 na Voyager 2, vyombo viwili vilivyoanza safari mwaka 1977 na ambavyo karibu miaka 50 baadaye bado vinaendelea kusafiri kwenye anga kuu. Asante sana kwa kutazama video hii, na usisahau kushare, kusubscribe na kulike video hii. Asante sana.